Hii ni Biomedia channel, popote pale mtazamaji ambako unaitazama channel hii, karibu sana. Uko sehemu sahihi, sehemu pekee ambayo utaweza kujipatia habari mbalimbali, habari za udaku, hususan kunako wasanii wetu hapa Bongo. Basi tunakusogezea kwa karibu zaidi, lakini pia kwa wakati ambao ni sahihi. Kwenye kukusimulia story hapa Biomedia kuna official Rose D kwa siku hii ya leo. Na niko na story ambayo mwanadada Mange amemshushia kichambo Wema Sepetu, anamwambia kubusu watoto wa wenzako, pata wako kama unaona ni rahisi. Haya bana. Ni moja kati ya story ya kusikitisha sana kunako mitandao ya kijamii, na ni kuhusu kauli ambayo Mange ameizungumza kwa mwanadada Wema Sepetu, akimwambia kuwa na tukumbuke tu kwamba mwanadada Mange pia amekuwa akitumia udhaifu wa Wema wa kutokupata mtoto, kwa maana ya kushindwa kupata mtoto ama kushindwa kubeba mimba, kumchafua na kumdhalilisha mno kila siku kwenye mitandao ya kijamii. Kuna kipindi bwana Mange alitoboa siri kuhusu Wema kwa kusema kuwa alitoa mimba nyingi sana za mastaa, lakini pia hakuwa star wa kiume. Hakuna star wa kiume hapa Tanzania ambaye hajawahi kutoka kimapenzi na mwanadada Wema Sepetu. Lakini pia Mange alizungumza kusema kuwa Wema anasapoti mapenzi ya jinsia moja, na hii ni kutokana na picha pamoja na video mbalimbali ambazo zimekuwa zikisambaa mitandaoni zikimuonyesha mwanadada Wema Sepetu akiwa na wanaume ambao wanasapoti hayo mambo, japokuwa yeye mwenyewe Wema alimjibu Mange kwa kutaka kuonekana kama anamsingizia. Lakini pia mwanadada Mange alisema kuwa ana siri nyingi sana ambazo zinamhusu mwanadada Wema Sepetu, kwa maana kabla ya kuondoka hapa Tanzania kuhamia kule nchini Marekani ambako ndiko makazi yake kwa sasa yaliko, alikuwa rafiki yake mkubwa sana na mwanadada Wema Sepetu, na ndio maana baadhi ya mashabiki hawapati shida kumwamini mwanadada Mange Kimambi pale ambako anaozungumza kuhusiana na masuala mazima ya Wema Sepetu. Sasa siku za majuzi hivi Whozu aliposti picha ya Wema akiwa na Lola ambaye ni mtoto wa Whozu pamoja na Tunda. Picha hizo zilikuwa zikionyesha Wema Sepetu akimkisikisi sana kale katoto Lola, licha ya kuwa kulikuwa na taarifa kuwa Lola alikuwa anaumwa sana, ila Wema hakumruhusu Whozu kwenda kule hospitalini kumtizama Lola kwa sababu ya Tunda. Mange alipata muda huo wa kumshushia kichambo kizito mwanadada Wema Sepetu kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo, na kuandika hivi: ifike wakati ujisikie aibu, we ni mtu mzima sasa, unakaribia kuzeeka na una miaka 40, lakini wala sio muelewa kwa kile ambacho kila siku unaambiwa na kutukanwa mara ngapi. Tunda amekuwa akikutukana kuhusu mwanae, hataki lakini hausikii. Kama unaona kuzaa rahisi, basi zaa kwako. Watoto wenzio kushinda kupiga nao picha mitandaoni, mama zao hawataki. Kama ulikuwa unajua kuwa watoto wazuri, ulitolea nini mimba za wenzio? Si ungezaa kile kipindi ukaona ujana ndo jambo zuri, ukaendekeza starehe. Hivi wenzio waliokubali kuteseka leba, unajifanya watoto wao unawapenda, uonege aibu basi. Bana, huo ndio ujumbe ambao mwanadada Mange Kimambi ameuandika kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo, akimshushia kichambo kizito mwanadada Wema, kwamba unadhani anoyafanya Mange pengine ni sahihi? Kwa nini anafanya hivi? Ile la kujaliwa mtoto kama ambavyo tunajua sometimes inakuwa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa Mange bwana imekuwa ni tofauti sana. Amekuwa akitumia udhaifu wa mwanadada Wema Sepetu kushindwa kubeba mimba kama hali ya kuendelea kumchafua, lakini pia kumsimanga, kumsema vibaya kunako mitandao ya kijamii kila itopo leo, hususan kwenye akaunti yake ya Mange Kimambi hapo. Amekuwa akitumia sana udhaifu huu kwa ajili ya kuandika mengi mtandaoni. Sasa last week tulipita na habari ambayo ilikuwa inasemekana Lola wakati anaumwa, Wema alimkataza Whozu kwenda kumuona Lola hospitalini, kwa maana kwamba huyu Wema na Tunda hazipatani. So kwa vile hawapatani na ni mzazi mwenzake na Whozu ambaye ni bwana yake kwa sasa na Wema Sepetu, hakuruhusiwa kwenda kumuona mtoto wake. Lakini imesambaa video pamoja na picha ambazo Lola alikuwa na Wema Sepetu akikisu, akiimba, wakijivideo call, wakijisnap. Sasa ametumia fursa hiyo mwanadada Mange kumshushia Wema kichambo kwamba zaa mtoto wako. Kwa nini kutokukisu watoto wenzako, hata Tunda hapendi na mambo kama hayo. Bana, mambo yamekuwa mengi sana kwa upande wa Wema pamoja
na Mange Kimambi. Mambo yamezidi kuwa moto kweli kweli. Wewe una lipi la kuzungumza? Unadhani ni sahihi hivi ambavyo anafanya mwanadada Mange Kimambi kwa Wema? Kwa nini anafanya hivi? Ni kweli Wema hajaomba kuwa mgumba ama wewe unatuambiaje? Uwanja wa comment ni wako mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Biomedia. Andika ujumbe wako tuone. Wewe una lipi la kuzungumza mpaka wakati huu? Usiache kusalia nasi kwa ajili ya kupata kile ambacho kitakuwa kinajiri kila wakati kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo tunaendelea kukusogezea kunako channel yetu ya Biomedia. Bwana, mimi ni Official Rose D. Biomedia unaweza kutusubscribe kunako channel hii ya hapa YouTube, lakini pia kule Facebook pamoja na Instagram na TikTok. Usisahau pia kutufuatilia.